Leo kurekodiwa kwa sababu imada hii. Ndio ninakurekodi. Unarekodi ni rekodi. Alafu naishika simu. Sawa. Sitaki masiara leo. Nizunguke au nikae kitako? Vote. Kwanza swala la wanandoa au waliokuwa kwenye uhusiano. Iwe wanandoa, iwe kwenye uhusiano, kumeshaachana alafu kuanza kuumbuana kwenye mitandao. Si swala la watu wenye akili timamu. Si swala la watu wenye akili zinazojitosheleza na maarifa ya kutosha. Kwa sababu hayo mengine yote kama tulikuwa hatuyajui mkiwa kwenye uhusiano, basi hatupaswi kujua hizo issue zenu za ndani. Lakini yanayoendelea kati ya wawili hawa ni kujitoa akili wenyewe na kujivua nguo wenyewe. Kwa sababu kila mmoja pale anatoa siri za mwenzake ambazo nyingi zilikuwa ni za ndani, hatupaswi kufanya nini? Kuzijua. Lakini ukiangalia sasa kwa status ya Haji, hakupaswa kuyafanya nayo yafanya. Yaani kwenye game hii ya mitandao, kwenye game hii ya famous sijui ya nini, Haji uko kitambo sana. Yaani huku kote kashapita. Huyo Zai ni wajuzi, ni mdogo sana kwenye game ya mitandao ukilinganisha nani na Manara. Kuendelea kujibizana, Haji ni kujishusha. Ni kujishusha sana. Yaani Haji tuseme anampa mileage huyu. Anampeleka mjini, japo yuko mjini lakini anazidi kumsogeza mbali. Haji angepiga kimya, hiyo heshima yake ingeonekana. Lakini kuendelea kujibizana na huyu nani sijui nimemtoa hivi vitu vingine ulifanya kwa mapenzi babu. Ulifanya kwa mapenzi kumtoa mtoto wake kwenye shule ya kata, kumpeleka kwenye shule ambazo ni bora. Hayo ulifanya kwa mapenzi yako kipindi ambacho penzi liko pambe tia neno usutwe. Halo. Nipe. Unanirekodi lakini? Nakurekodi. Nakupa simu ujue. Nakurekodi bibi we. Rekodi kwa simu yako afurusha. Kafuta ile bibi, kashahidi. Hapo umeelewa vizuri? Alifanya yale kwa mapenzi yake. Kwa mahaba yake. Kama yalikuwa mawarda walikuwa wanajua wenyewe. Na mawarda. Si umeelewa vizuri? Sasa kwa sababu hivi vitu havina guarantee kwamba vitaendelea kuwa vya kudumu. Yaani kama maisha yenyewe au pumzi zenyewe hazina guarantee, muda wote zinakata, itakuwa mapenzi. Watu mmekutana kila mtu ana meno 32. Hapo sasa. Kuna mahali tu atafanya nini atakata. Kwa hiyo kuna wakati ambao tunapokuwa kwenye uhusiano kuna vitu tusiwekeze 100%. Ubaya wake utakuwa ubaya kweli kweli. Sasa hapa wanachokifanya ni kujidhalilisha tu, kuendelea kujibizana, yaani kwamba ulimfanyia nini. Hiyo kwanza hata kwenye imani ya dini haturuhusiwi. Ulichomfanyia umemfanyia basi. Leo kuja kuyasema, kuna watu inakuwa ni kipimo chao kwa kumbe yule mtu hana maana anafanya hiki alafu anatangaza. Kwa hiyo nataka kuniambia Zailisa hana jema hata moja kwa Haji Manara? Hapo sasa. Hana jema hata moja. Lakini tuje kwenye jambo lingine kwamba ikiwa kweli Haji huyu kashapiga chini, kuna watu pia watakujaji ndugu yangu kwamba wewe utakuwa una shida. Mke wangapi huyu unaacha? Ngoja. Unarekodi Mke wangapi huyu unaoa unaacha? Manake wewe kuna changamoto unayo. Marehemu asemu vibaya. Na Mwenyezi Mungu huko alikuwa mpunguzia adhabu. Kuna mtu alimwambia dada yangu hii tena ukiachika mimi wala sikuchangii tena. Unakumbuka? Hamchangia au haendi kwenye harusi? Hachangii tena, hatoi tena mchango kuja kuolewa tena. Unakumbuka? Alimwambia kabisa dada yangu ukatulie, natoa hela yangu lakini hii ukiachika hiyo inayokuja tena mimi sitoi tena hela yangu. Umeona Tena anasema hivi, anayesema hewani kwenye chombo cha habari. Maana yake kwa lugha nyepesi kwamba ukiachika tena hii wewe una matatizo. Azio unanielewa vizuri? Naelewa hata mimi. Ndio tunarudi kwa huyu.
wa kuoa na kuacha. Sawa, inawezekana kwa uwezo ulionao unaweza ukafanya hivyo, lakini ndio uoe na kuacha, wewe utakuwa na matatizo tu. Hata kama huyu naye ana matatizo yake, sisi tunahesabu wangapi au ndoa yangapi hiyo? Wale watasema hivi, ukajitetea na watu wakawa upande wako. Iliyofuata ukajitetea, watu wakawa upande wako. Iliyofuata itafika mahali wale wa upande wako nao utafanya nini? Haiwezekani. Mwanafunzi gani kila siku mwalimu anampiga yeye? Kila mwalimu anakuja anampiga yeye. Huyu mwanafunzi atakuwa na matatizo. Ndio kinachotokea kama kweli kapiga chini. Maana yake ni kwamba huyu atakuwa na matatizo hicho kwa yangapi? Ila ushauri wangu mimi niwaambieni kabisa dada zangu, najua kila mtu anayetaka kuolewa anataka aolewe na mtu ambaye maisha kidogo yatakuwa mazuri. Baeleze baba, baeleze. Yatakuwa alhamdulillah. Yatakuwa alhamdulillah. Tutakuwa tunabadilisha mboga. Walau kana kalila, maisha yatakwenda vyema. Wakalila tu. Umeelewa vizuri? Mapenzi sio pesa. Oya, mapenzi hisia. Kupitia hiyo njaa yako inayokupeleka ukaolewa kwa mwenye hela, au katafute jina. Angalia sana isije ikakugeuza kuwa ni mtumwa wake. Kuna vitu utalazimika kuvivumilia kwa sababu una dhiki. Kuna maisha atakupeleka lakini kwa sababu unajua ndo nyumbani kwangu kunasaidika, utakuwa ndo hivyo unaendelea kuvumilia. Wanaeleka ule unasema sina kimbilio. Sina kimbilio. Unatakiwa uombe mtu wa kufanana naye, uombe Mungu akupe mume atakayekulindia heshima yako na amani ya moyo ikawepo, sio mtu atakayeenda kukufanya house girl au house boy kwa sababu umefuata okoto. Kwa sababu anasema Zailisa mengine kwa sababu alikuwa anavumilia tu, alikuwa hana namna kwa sababu hapa kulikuwa na okoto. Okoto na kupata jina. Lakini ukiondoa okoto, ndio ufamous. Asante. Umenigusa. Yaani alikuwa anapelekwa, yani alikuwa anakwenda mjini anasema anapitia upepo. Kaboba sema, kaboba sema. Si kwa sababu alikuwa anakwenda kupitia ule msemo kwamba ukikaa karibu na waridi utanukia. Hatimaye vimemtokea puani. Kuna wakati unajua kabisa kwamba hapa mimi dhiki zangu ndo zinanifanya niendelee kudhalilika. Zinaenda kuishi. Kwa sababu piga hesabu. Mtoto wa Zailisa alikuwa anasoma shule gani? Senti Kayumba. Shule za kata. Maana yake ndo ulikuwa uwezo wa Zailisa huo. Kwani ila maana alikuwa hataki maana asome huko anakosoma sasa hivi? Hakuna mtu ambaye mpeleka toka kwa mwanzo. Hakuna mtu ambaye asiyetaka mtoto wake asome shule nzuri au arudishwe na mabasi ya njano. Wanaongea Kiingereza. Ila English medium. Uwezo kama katolewa kule kwenye shule ya kata, manake kwa kipindi hicho ndio ulikuwa uwezo wa Zailisa. Jamani, saa 7:05 tunakuja kutoa pesa. Saa 7:05. Twende kama. Na kama ndio ulikuwa uwezo wa Zailisa, ndio ulikuwa uwezo wa Pangu Pakavu. Mtilie mchuzi. Tia mchuzi. Ndio kwa Haji. Mwendo wa mbuzi. Mbele kamba nyuma bakora. Twende. Unaelewa vizuri? Akawa na nini na mtoko unampeleka kakubali kwa sababu nini? Okoto na umaarufu na mtoto apate elimu nzuri ambayo yeye mwenyewe alikuwa hawezi kumpa mtoto. Asante. Sasa haya nani mengine yote yanamtokea puani. Unavuna